Viongozi wa kitaifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wao Tundu Lissu wameendelea na ziara yao katika mikoa ya kusini, ambapo wameendelea kusisitiza kuwa umuhimu wa kufanyika kwa mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi ndipo uchaguzi wa mwaka huu ufanyike. Akizungumza na wananchi wa jimbo la Ruangwa mkoani Lindi katika mikutano yake pamoja na kuzindua matawi ya chama hicho, ameomba wananchi kuunga mkono masuala wanayoyapigania ili kuwa na uchaguzi huru, huku makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche akizungumza na wananchi katika jimbo la Nanyamba mkoani Mtwara, amesema rasilimali nyingi walizonazo hazionufaishi wananchi hao. Mapori, nimeona mapori yamefyekwa, watu wamelima, umekubali sana kufuta. Mahangaiko yote ni ya kwenu. Nikija hapa mwezi wa 6 ndio mavuno, sio? Mtakuwa wote mnaambiwa kila mwenye ufuta stakabali halali. Au nakosea? Kuna baadhi kila mahali hapa. Mnahangaika wenyewe. Hako la baadhi liko wapi? Hana. Ila anatajirikia baadhi zenu, anatajirikia korosho zenu, na anatajirikia ufuta wenu. Hiyo ndio unyonyaji. Ndio nini? Unyonyaji. Kuna kipindi fulani uchumi wetu umekuwa kama mto, ni conduit. Maji yanapita tu, hayawezi kukaa. Lakini maji yangekuwa yanaweza kukaa, hiyo bezi ingetuzungukia. Ndio mfano wangu na utoa hapa kwenu ili muelewe. Kama leo mnazalisha korosho, inatolewa hapa, inaenda kubanguliwa nje. Korosho mwisho wake sio tu kubangua. Yale mabibo yale si inatumika kutengeneza nani? Si mnajua? Kama viwanda vingekuwa hapa, kwa hiyo wale wanaolima korosho wengine pia wangepata kazi kwenye viwanda, wasiolima korosho. Mmenielewa vizuri? Mwalimu si alituachia viwanda hapa? Kuna kiwanda hata kimoja kinafanya kazi? Wakati huo aliyekuwa mkurugenzi wa itikadi, mawasiliano na mambo ya nje wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye pia ni mmoja wa waasisi wa kundi la G55 ndani ya Chadema, John Mrema, amewataka Watanzania na viongozi wa kisiasa kuwa na tafakuri ya kina kuhusu namna bora ya kushiriki mchakato wa kidemokrasia bila kusababisha umwagikaji wa damu. Akizungumza na wanahabari kwa niaba ya wanakikundi wenzake jijini Dar es Salaam, amesema ni vyema kulinda uhai wa kila Mtanzania na kutafuta njia salama ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote, tutaingia kwenye harakati za kiuchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Huna wagombea kwenye kata, huna mawakala ambao kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo, anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa huna wakala, huna mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi tukiwa ndani ya uchaguzi. Wakristo wamehimizwa umuhimu wa kuendelea kuzingatia maombi katika kuimarisha upatanisho miongoni mwa wanandugu na mahusiano yao na Mungu. Ameyasema hayo katika ibada ya Jumapili ya pili kabla ya Pasaka. Mchungaji Lugano Mwamapupa amesema kuwa mpatanishi ni mtu aliyetumwa kuwapatanisha ndugu waliokosana. Yesu Kristo ndiye mpatanishi mkuu kati ya mwanadamu na Mungu. Huyo ndio mpatanishi, kupatanisha wanandugu waliokosana, wanaukoo, wanandoa waliokosana, au mtu aliyekosana na Mungu wake. Huyo mtu anachukua hatua ya kumpatanisha na Mungu. Hata sisi mmoja tu alichukua hatua ya kutupatanisha na Mungu, anaitwa Yesu Mnazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio aliyetupatanisha. Ndugu zangu wapendwa, kazi ya kupatanisha ni gharama. Ina gharama kubwa sana. Kuwapatanisha ndugu, kuwapatanisha wanandoa, kuna gharama kubwa sana.
Aidha, Mchungaji Mwamapupa amesisitiza umuhimu wa kulitegemea neno la Mungu katika maombi ili kuwa na msingi imara wa kiroho. Kanisa lisio na maombi, linaloogopa maombi, hilo kanisa ni hatari. Msitegemee mahali hapo kwamba maombi kama hayapo, msitegemee kanisa kwamba litakuwepo mahali hapo, ni hatari. Maana shetani yeye anapenda mafarakano, anapenda ugomvi, anapenda kuchukizana, anapenda kusengenyana. Ndio kazi ya shetani, na kazi ya Yesu ni kutupatanisha kwa Mungu iwe tuwe na amani kila wakati. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa usharika wa Mbalizi wameshuhudia jinsi maombi yalivyokuwa msaada mkubwa katika familia zao na kwa kanisa kwa ujumla. Heri wapatanishi, maana watamuona Mungu. Kwa wapatanishi tunajifunza kitu kwamba watu ambao ni wapatanishi wanapopatanisha mtu na mtu wasiegamie upande mmoja, na ndio mkazo wa neno jinsi kwa siku ya leo. Kanisa la leo, naomba tujue kuomba, maana bila maombi hakuna jambo lolote ambalo tunaweza kulifanya. Kila jambo tunalolifanya katika kanisa tumtangulize Mungu, lakini tujue kuombeana, kila mtu aone umuhimu wa kumwombea mwenzie. Naona bila maombi hatuwezi kuvuka na hatuwezi kushinda kwenye familia, lakini kwa kanisa la Mungu. Hivyo ninawaasa Wakristo kwamba tuwe watu wa kumtolea Mungu ibada ya maombi, kwa sababu maombi ndio kila kitu kwetu, ndio njia ya kutuvusha kwa yale ambayo wenyewe kwa akili zetu hatuwezi kuvuka. Nikiripoti kutoka Dayosisi ya Konde, usharika wa Mbalizi, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekea nchini Ufaransa. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na kufanya mazungumzo na mtendaji mkuu wa shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD Matthias Cormann, makao makuu ya shirika hilo yaliyopo jijini Paris nchini Ufaransa, ambapo pamoja na mambo mengine wamejadiliana namna Tanzania na shirika hilo wanavyoweza kushirikiana katika kuimarisha usimamizi wa sera za kodi, usimamizi wa fedha za umma, mageuzi ya taasisi za kifedha na kuimarisha masuala ya uwekezaji nchini Tanzania. Eleza dhamira ya serikali ya kuimarisha uwezo wa taasisi zake za kifedha kwa kupokea usaidizi wa kitaalam kutoka OECD katika maeneo hayo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza mapato ya ndani, kuvutia uwekezaji na kuboresha mazingira ya biashara. Amesema kuwa Tanzania ipo tayari kushirikiana na shirika hilo kwa kupokea utaalamu katika kuimarisha vyanzo vya mapato vya ndani, kuimarisha uwekezaji na kukuza uchumi jumuishi utakaochangia kuimarisha mapato yake ya ndani, kuboresha zaidi mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara na hatimaye kukuza uchumi na maendeleo ya wananchi kwa ujumla. Mtendaji mkuu wa shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD Matthias Cormann amesema kuwa shirika lake liko tayari kushirikiana na Tanzania katika masuala ya usimamizi wa sera za kodi na uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi kwa kuvutia zaidi mitaji kutoka nje ya nchi. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.